Tanzania na wanachadema wenzangu, kwanza nianze kwa kuwashukuru sana Watanzania wote ambao wamekuwa wanafuatilia kesi hii ya mwenyekiti wetu ambayo inaendelea katika mahakama kuu mahali hapa Dar es Salaam. Ninawashukuru sana wale wanaofuatilia kwa njia mbalimbali. Ninawashukuru wale ambao wamekuwa wanakuja katika viunga vya mahakamani hapa, na kwa kweli inatia moyo, inamtia moyo hata na mwenyekiti mwenyewe, na hasa katika kipindi hiki ambapo anajitetea, amechukua jukumu la kuwa wakili mwenyewe, kwa maana ya kujitetea mwenyewe. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania wote kwa kufuatilia shauri hili. Jambo la pili ambalo ningependa kuzungumza nanyi ni kuhusiana na swala la makamu mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa John Heche. Tutakumbuka siku ya jana tarehe 22, makamu mwenyekiti wakati anaingia katika geti la mahakama kuu hapa alikamatwa na kuwekwa kwenye mikono ya jeshi la polisi, na alipelekwa moja kwa moja mpaka Central Police. Na kwa taarifa tulizozipata baada ya mawakili wetu kwenda wakiongozwa na mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu wakili Gaston Garubimbi akiwa na wakili Maduhu na wengine, walipofika pale walijulishwa na Deputy ZCO Afande George kwamba ni kweli wamemchukua na kwamba wanamsafirisha kuelekea Tarime Mara, mahali ambapo walisema ndipo shauri lake lipo huko. Kwa hivyo jeshi la polisi walituthibitishia kwamba mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti wetu amesafirishwa kuelekea mkoani Mara. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza, yakiwa yameshapita masaa 24 sasa, hadi hivi sasa tunavyozungumza, tumefuatilia pale wilayani Tarime, tumefuatilia mkoani, mawakili wetu wamekwenda kufuatilia na kuuliza iwapo Mheshimiwa Heche amefikishwa. Mpaka muda huu tumejulishwa kwamba hajafikishwa mkoani Mara wala kwenye kituo chochote cha polisi wilayani pale. Na tumejaribu kufanya bidii sana ya watafuta baadhi ya viongozi wakuu wa jeshi la polisi bila mafanikio, lakini OCD wa pale Tarime pamoja na RCO kwa majibu yao waliwaeleza mawakili wetu kwamba wao hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote ambalo wamelifungua linalohusiana na Mheshimiwa Heche kutakiwa kupelekwa mkoani Mara. Hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote. Jambo hili likatupa wasiwasi, likatoa wasiwasi kwa wanasheria, mawakili wetu waliokwenda, na likatengeneza wasiwasi hata kwa familia ya Mheshimiwa Heche na familia ya wanachadema nchi nzima, na wapenda haki, wapenda mageuzi na wapenda haki nchi nzima. Jambo hili limeanza kutupa wasiwasi. Mtafahamu mapema leo mkurugenzi wetu wa mawasiliano na uenezi Madam Brenda kwa niaba ya chama alitoa taarifa kwa umma kuelezea jambo hili. Nami nichukue fursa hii sasa kujulisha umma kwamba hadi hivi sasa tunavyozungumza hatujui Mheshimiwa John Wegesa Heche, hatujui yuko wapi. Aidha yuko Dar es Salaam, Central Police, Oyster Bay, hatujui yuko wapi, au yupo Singida, au yuko Shinyanga, au yupo Mwanza au Dodoma, au yuko Tarime. Hatujui yuko wapi, hatufahamu, hatuna habari yoyote, hatujui kwa habari ya usalama wake, uzima wake. Na polisi Central hapa wao wanasema hayupo, maana ameelekea Tarime, na Tarime wanasema hawana jambo lolote linalomhusu yeye, kwa hivyo na wao hawajui yuko wapi. Kwa hivyo kutokana na mtanziko huu basi ofisi ya katibu mkuu imewaelekeza mawakili wetu wakiongozwa na mkurugenzi wetu Gaston Garubimbi waandae habeas corpus kuzilazimisha mamlaka tofauti tofauti ambazo tumeliorodhesha, na tukimtaka afande IGP mwenye dhamana ya ulinzi wa watu na mali zao afande Camillus Wambura kwamba tunataka kujua alipo makamu mwenyekiti wa chama chetu.
ambaye alikamatwa hapa mchana kweupe na ambaye tulielezwa na mamlaka ya jeshi la polisi kupitia Deputy ZCO kwamba yupo kwenye mikono yao na kwamba amesafirishwa kuelekea mkoani Mara ambako hayupo huko mkoani Mara. Kwa hivyo jambo hili limeleta attention, kama nilivyosema, limeleta fadhaa kwa familia wanachadema, kwa familia ya John Heche mwenyewe, ndugu zake, wazazi wake, mke wake na wote wanaomzunguka na wanaomhusu. Limeleta fadhaa kubwa. Hivyo tunalisii sana jeshi la polisi, tusingetamani katika nyakati hizi na dakika hizi kuona tunakwenda kwenye misuguano isiyofaa, isiyo na sababu. Kwa nini tusuguane? Kwa nini tusumbuane? Na kwa nini tugombane? Nani mchokozi kati yetu? Kwa sababu kama mmemkamata, apelekwe kwenye mamlaka inayohusika, apelekwe huko anapotakiwa kupelekwa. Kama kuna mashtaka, kama kuna makosa, basi yafuate utaratibu na ajulikane yuko wapi, kuliko kuweka watu gizani na kuleta mifadhaiko na kuleta mtanziko huu ambao haufai. Kwa hivyo tumewaelekeza wanasheria wetu waweze kuandika hiyo habeas corpus na ndani ya masaa machache kutoka muda huu tunapozungumza itakuwa uploaded ili taratibu zingine zinazohusiana na habeas corpus ziweze kufanyika mapema kesho. Kwa hayo ndio maelekezo ya chama na tunaendelea kuratibu na kufuatilia jambo hili. Tuna vyanzo mbalimbali vinavyotuambia habari mbalimbali, kwa hiyo tunaendelea kufuatilia na kuratibu jambo hili. Na mwisho kabisa ni waalike wanachama na Watanzania. Kesho tutakuwa na mashauri mawili yatakayokuwa yanaendelea kwenye mahakama kuu hapa. Shauri la Mheshimiwa Tundu Lissu ambalo linaendelea na upande wa mashtaka kuleta mashahidi, kwa lenyewe litakuwa linaendelea chini ya majaji watatu wakiongozwa na Jaji Ndunguru, na tutakuwa na shauri lingine linalohusiana na lile shauri la Said Issa na wenzake. Lakini shauri hili ni kesi iliyoibuka inayotokana na madai ya baadhi ya viongozi wa chama kukiuka amri ya mahakama, contempt of the court, na hivyo shauri hilo litasomwa kesho saa 3 asubuhi. Kwa hivyo niwaalike wanachama waje kwa umoja kama solidarity yetu Chadema family, basi tukutane tena mahakamani hapa kufuatilia mashauri haya ambayo yatakuwa yakiendelea. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kufuatilia hiyo situation ya mtoto wangu aliyokamatwa jana, na nimekuja, nilipoenda pale wale wakaniambia kwamba hawajasikia taarifa yoyote hapo kituoni, lakini nilipopanda juu nikampigia Muriro, hakuweza kukamata simu, isipokuwa msaidizi wa Camillus Wambura amekamata simu, akaniambia kwamba nisubiri kidogo atanipa majibu. Kwa hiyo na baadaye nikapiga simu tena kule Dodoma, nikaambiwa kwamba naweza nikaondoka, maana hapo wamekataa kabisa kwamba hawajamuona hapa. Kwa hiyo umeambiwa kwamba maana yake hayuko hapa? Ila wamekuambia yuko wapi? Hawajanipa taarifa yoyote kwamba yuko wapi, isipokuwa kijana wangu yule ameniambia, mama wewe rudi nyumbani, ndio nikaondoka hapa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hujui yuko wapi? Hata mpaka sasa hivi sijajua yuko wapi. Umetokea wapi mama? Mimi nimetoka hapa, nimetoka India hospitalini, nikawa nimeshuka hapa, sijarudi nyumbani kijiji. Umetoka India leo? Jana. Kwa yani maana yake umeshuka Tanzania leo jana kutoka India? Na ulipofika hapa umeingia kama saa ngapi? Niliingia mchana. Jana mchana. Na kwa ulipofika hii taarifa ya kuhusu mwanao ulipata muda gani? Nilipata muda nikiwa kule India, kwa sababu nilikuwa kwenye WhatsApp nikapata taarifa hizo. Sikuwa India, lakini nilikuwa nimekuja kwenye nchi ile ya jirani inaitwa Ethiopia. Sawa. Pengine nini mama ambacho nakiomba sasa kwa mamlaka husika? Mimi naomba wanirudishie mtoto wangu. Maanake sijui hasa lengo lao ni nini, lakini ombi langu mimi ni kwamba warudishe mtoto wangu. Pole mama. Asante. Bahati nzuri ile jengo lina CCTV na nini, tukaingia pale akaomba kuexit ili aingie upande wa Kenya Gonge.
akatokea afisa mmoja namkumbuka, alikuwa kama na mwenge na nyota, anaitwa Sonda. Jina moja niliona kwa jina la Sonda. Akachukua passport, akakagua, alafu akamwambia wewe huruhusiwi kusafiri. Ndipo pale mlipoona ile clip iliyokuwa imezunguka ikiwa inamuonesha makamu mwenyekiti anamhoji kwa sababu haijulikani kwa nini haruhusiwi kusafiri na ni mtu ana passport na document inayokuruhusu kusafiri. Kama gari inavyokuwa na bima, gari ikishakuwa na bima huwezi kuiambia gari haitakiwi kukanyaga barabarani. Mtu akiwa na document ya passport anaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo akawauliza na sisi tukajaribu kuwahoji pale maswali ya msingi. Kama haruhusiwi kusafiri, ni mahakama ndio zimemzuia au ana dhamana polisi au ana dhamana mahakamani, ambayo hiyo dhamana imempa baadhi ya vigezo kwamba huruhusiwi kutoka nje ya nchi? Hakuna. Yeye yule mtu akatoka nje ya ofisi, akatoka nje kama vile haelewi, akaondoka. Kabla hajaondoka alitoa baadhi ya lugha pale ndani, even though kwenye kioo mle akiwa mtu upande wa kule ndani umsikii vizuri, lakini alitoa lugha kwamba elewa hivyo, kama hunielewi mimi nimeshakwambia huruhusiwi kusafiri. Basi sisi tukabidi tukae pale kwa ajili ya kusubiri. Makamu akakaa pale kwenye benchi. Alivyokaa pale kwenye benchi, na nyuma ya lile benchi pia kuna mashine za China Aid pale ambazo wazi zinafanya scanning. Kwa hiyo alikaa pale kama kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Baada ya kufika saa 11 tukapokea simu kutoka nyumbani, kutoka kwa mama zetu, wakimtaka makamu aondoke eneo lile kwa sababu ya situation zilizokuwa zinaonekana za pale sio za kiofisi tena. Ilikuwa inaonekana kama sasa ni uvamizi tumefanyiwa na hairuhusiwi tena hata mtu kupewa hata pasipoti yake. Kwa hiyo muda wote ambao alikuwa pale ndani, kwa kifupi ni kwamba alikuwa anasubiri pasipoti yake aweze kurudi Tanzania kama ameshindikana kusafiri. Lakini mimi niliongea na yule afisa mimi mwenyewe. Nikamwambia bwana, busara za kawaida zinakutaka umpe huyu mtu document kwamba nimechukua pasipoti yako na wewe unatakiwa urudi Tanzania. Sababu mpaka saa 7:30 au saa 7:59 huyu mtu hakuwa na wito wowote popote kwamba unatakiwa popote ukaripoti popote kituo cha polisi au hata migration. Kwa hiyo kilichoonekana pale ni muendelezo wa matukio ambayo siku hizi yanafanya kazi, kwamba kunyanyasa watu, kuumiza wenzako ni staili nyingine mpya kwenye nchi yetu kwa ajili ya kusaidia watu aidha kupata vyeo vikubwa au maisha yao ambao wanahisi kwamba wanapata kwa sababu ya mambo hayo. Kwa hiyo tukaangalia lile tukio, busara zikatutuma kwamba makamu mwenyekiti aweze kuondoka pale. Kwa kweli alipoondoka, kwa sababu wale watu walikuwa wamesha create tension wenyewe kama kawaida yao, wananchi walikuwa pale nje wengi. Kwa hiyo wale wananchi waliondoka naye pale kwa mguu, lakini baadaye alichukua njia ya kawaida ya mguu akarudi nyumbani. Kakaa hapa, baadaye tukamkabidhi gari akaenda Dar es Salaam. Nyuma ya kuondoka kwetu, dereva aliyekuwa na gari alitakiwa aondoe gari pale na avuke arudi Tanzania. Kilichotokea, dereva alifanywa fujo na kuvamiwa na lile gari likaharibiwa, gari likavutwa na kupelekwa polisi Tarime. Mpaka sasa zikiwemo nguo zake, mnaweza mkaangalia jinsi watu walivyo na roho mbaya. Hata nguo za mtu za kuvaa wamechukua zote, mabegi wamechukua, vitabu vyake vyote wamechukua, na gari ile yenyewe imeharibiwa, iko kituo cha polisi Tarime. Mnaweza mkaona jinsi ambavyo nia ovu katikati ya watu wale ilikuwa kubwa. Na wale watu walipokuja, mimi niliwasiliana na baadhi yao kuambia, jamani, hapa hekima zinataka nini? Hapa huyu mtu yuko tayari hapa na alikuwa anahitaji huduma ya kusafiri. Kama amezuiliwa, hatuna haja yenyewe kujaa hapa sana. Pointi inayotakiwa hapa ni ninyi kurelease tension hapa na huyu mtu aweze kuondoka. Sasa alivyofika Dar es Salaam tarehe 21, jana tarehe 20, jana tarehe 21, jana juzi tarehe 20, jana tarehe 22 alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe 19 ile. Tulimuondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam. Kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka, ya kuendelea kuwa eneo hili, na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi. Tarehe hiyo 18 hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake. Na kuna baadhi ya watu ambao mimi nimewasiliana nao kwa message kuwaulizia,
ikaonekana kabisa kwamba hata wao wanashangaa ilikuwa kuaja afisa huyo wa migration kuchukua passport ya mtu na kuikatalia. Kwa hiyo tulisubiri tukifikiri serikali inazungumza kwa karatasi, kwamba serikali siku zote government speaks on paper, itatuma labda barua baadaye kupitia kwa chama, kwa sababu ile ni kiongozi ana address. Sasa tukamwambia bana, kwa sababu hapa uko stranded, nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambao mmeisikia jana, ambao mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti. Kwa sababu ya wito ule tukasema hapa inaweza kawa kuna mchezo unachezwa, huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende. Akaenda mahakamani kwa ajili ya kuripoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam, anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake, akiwepo ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake. Ndipo mlipomuona jana pale amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin, na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua, na baadaye viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama Mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema, wamefika Central Police, wakaambiwa ni kweli amefika hapa, lakini tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia na tunawaomba kupeleka hii message yetu mbele, ni kwamba tangu jana mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua, kwa message, vyovyote vile na akaenda, serikali imechukua jukumu la kumbeba kutoka Dar es Salaam kwa fedha za serikali, mafuta ya serikali, na pengine na watu wamelipwa posho pale ndani, kama ambavyo inaonekana saizi kwamba uharibifu wa mali kwa ajili ya watu kupata posho zao ni sehemu ya maisha ya watu kwenye serikali yetu. Wameondoka naye. Distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Best Line ambalo limeondoka jana saa 7 usiku, leo liko Tarime. Si ndio hivyo jamani? Liko Tarime Best Line basi. Basi kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia pia. Wamechukua gari za serikali ambazo wanajua wao wenyewe, wameondoka na huyo mtu jana saa 3. Sasa hizi tulivyowaita hapa nafikiri ni saa ngapi hapa? Saa 10 kasoro sasa hivi. Saa 10 kasoro. Masaa 32. Gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa 18, 16. Masaa 32. Na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alishaubadilisha. Ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala, na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi. Lakini kingine kikubwa ni kwamba hatuna imani na hao watu, kwa sababu huyu mtu ameshasema kabla kwamba anawindwa kwa uovu, ama kwa kuwekewa sumu, ama vyovyote vile wanavyojua wao. Na alishapewa tahadhari hizi na alishazisema yeye mwenyewe kwenye public domain. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasiokuwa na chama, wachungaji na watu mbalimbali wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi. Na sisi tumewaita hapa kutaka mumuulize Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndiye kila siku anaonekana kusema mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, kwamba uamiri jeshi ni pamoja na kulinda raia katika nchi yako. Uamiri jeshi sio kuagiza watu kuumizwa na kuuawa. Tunasema serikali na jeshi la polisi wasitengeneze taharuki zisizokuwa na msingi, ambazo hazina maana, unnecessary, kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto, ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi? Tunataka tujue ndugu yetu yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa 3 asubuhi. Siji kaleta shida. Tumeenda saa 3 asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili
ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba muelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari tena wakiitwa wanakuja. Lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda ndugu yetu hao wamepatikana, na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya, kwamba kwa sababu huyu mtu alikamatwa na jeshi la polisi, na jeshi la polisi lina viongozi, hatuoni sababu ya kuhoji kwa kutumia nguvu ya umma, of which ni kitu ambacho kitatokea muda wowote wao wakitupuza sisi. Hilo halina kubembelezana kabisa. Na tuna watu, ajili ya Heche, tuna wananchi. Bahati nzuri yule sio mkata ushuru, sio jambazi, sio mnyang'anyi, ni mtu ambaye ni mtu nadhifu, mtu msafi, na mtu ambaye hana kwere na mtu yeyote kwenye dunia hii. Ni mtu safi tu anayedai haki katika nchi yetu. Na amekuwa mtu bold, amekuwa mtu muwazi kabisa kwamba jamani, mimi nachodai ni watu walipwe mishahara mizuri, ni mali zetu zisiuzwe, ni uchaguzi huru na haki. Ni hayo tu. Hajai kudai kuua mtu. Lakini hivi tunavyozungumza na ninyi, mnamchukua mtu wa watu, ana watoto, ana mke, ana watoto, ana ndugu na ana wazazi kama hawa. Fikirieni tension na frustration ambazo watu wanatengenezewa, na provocation pia. Kwa sababu kuja tu umchukue mtu kutoka kwenye familia yake uondoke, na ni kutuprovoke wakati mwingine. Lakini kwa sababu serikali yetu kwa sasa inajivunia mitutu na mizinga na magari mapya ambayo inanunua, hata jana imenunua mengine, tunaamini watatupuuza. Na kwa sababu wanasema kulikuwa na afisa wa polisi pale, jina kwa sasa nimemhifadhi, alisema pale, kwani Heche ni nani? Alisema pale, tulishaumiza wengi, kwani Heche ni nani? Tunafikiri labda alikuwa anasema ambacho ameshaelekezwa afanye. Lakini kutokwenda mbali sana, tunachosema sisi dai letu ni moja tu. Jeshi la polisi wasituambie nendeni uhamiaji, sijui nendeni sijui kwa nani. Jeshi la polisi ndio walimchukua ndugu yetu Central Police, ndio walimchukua mahakamani, na ndio walienda naye Central Police. Jeshi la polisi halina mipaka kwenye nchi hii. Halijawahi kukosa communication kwamba eti RPC Kandamaru hawezi kuwasiliana na RPC Tarime Rorya. Sio kweli. Jeshi la polisi ndilo tunaendelea kulidai ndugu yetu. Kwa sasa tunalidai jeshi la polisi ndugu yetu kistaarabu kabisa, kama hivi ninavyoongea, kistaarabu kabisa. Sijara tangu jana kwa kweli. Mpaka sasa sijara. Na sitakula mpaka nitakapomuona ndugu yangu machoni mwangu. Otherwise nitakufa kwa ajili yake. Niko tayari. Niko tayari kufa kwa ajili ya ndugu yangu. Niko tayari. Ni jambo la msingi lieleweke kwamba ndugu yetu hata kufa kama punda, kwamba hata kufa kama kuku, eti wampoteze. Hiyo haitawezekana. Narudia, sijara tangu jana na leo nzima sijara na sitakula. Ninachotaka sitabuwe hale. Ninachotaka na tunachotaka, mimi mama zangu wako hapa. Ikifika jioni ama kesho tutatoa usia kwa watoto wetu kwamba John hata kufa kama kuku. Hata kufa kama kuku. Tumekuwa familia ya kistaarabu. Suguta aliuawa hapa. Mimi binafsi, polisi niliwapa ushirikiano wote waliouhitaji kutuliza wananchi pale. Walikuja na mizinga yao, lakini wananchi waliwashinda nguvu pale. Lakini sisi tukasema kisasi ni chake Mungu. Wanataka kuua wa pili tena. Tunazungumza hapa, watasema tunatengeneza taharuki. Hii sio taharuki. Haya ni madai ya mtu ambaye baba alituachia akiwa hai. Ni bora tufe, wabaki watoto. Leo ni hata kufa. Tunamtaka Rais Samia Suluhu Hassan, tunamsihi Mama Samia Suluhu Hassan. Uliingia kwenye madaraka tukajua mwanamke mikono yake ni ya huruma. Ni mtu ambaye unajua kuzaa kulivyo kuchungu. Fikiria maisha ya watu yanavyoumia.
Tunamtaka RPC wa Tarime Rorya, ambaye ilionekana statement kwamba makamu mwenyekiti ndugu yetu anakuja Tarime, atuambie kama huyo mtu hajaja Tarime, basi amuulize RPC Muliro wa kanda maalum kwamba ndugu yetu yuko wapi, atuambie. Otherwise itapigwa mbiu, wananchi watatusaidia kumtafuta, tutamtafuta. Tukishindwa kumpata, tutarudi kujiuliza tunafanya nini tena. Yangu ni hayo, lakini pointi ya msingi hapa ni kwamba familia inadai nani? Tunamtaka mtoto wetu arudi akiwa salama. Muda wa kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime unatosha, hamna mtu anaweza kutudanganya. Muda wa kutoka kama gari hilo limeharibika barabarani, serikali iseme kwamba haina gari zingine lakini inazo za kusubiri kupiga wananchi. Hiyo tarehe 29 ambayo imekuwa kama vile ni mwisho wa dunia. Yaani tarehe 29 sasa hizi imekuwa kama ni mwisho wa dunia. Watu hawalali kwenye manyumba. Mimi nazungumza hapa kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara pia. Kwa nafasi hii nataka tu niwaambie waandishi, watu hawalali kwenye manyumba, viongozi wa chama na wananchi wengine wamekimbia miji. Chama chetu hakigombei. Chadema haiko kwenye uchaguzi. Chadema haipambani. Kwa nini Samia hapambani na Chauma na ACT ndio vyama vyake? Na isitoshe pia hata ACT yenyewe haina mgombea urais. Apambane na Salum Mwalimu ndio chama chake. Wanatutafuta nini? Mimi nilifikiri tutakuja kushawishiwa kwamba kuna umuhimu wa kupiga kura, lakini tunashawishiwa kukimbia miji. Watoto wetu wanaishi kwa shida. Hawaoni wazazi. Sasa hizi ni provocation, tunaziita chokochoko. Wako sisimizi wa aina kadhaa. Sisi wakuli waga kuna sisimizi moja tunamheshimu sana kwamba usimchokoze kwa sababu hachokozi mtu. Anaitwa Monyo. Yeye unamkuta tu hapa anafanya kazi zake tu. Lakini ziko siafu na wengine pia. Watu huheshimu wale siafu kwa sababu ni wakorofi. Sisi familia tunawarudia kuwakumbusha. Tuna kaburi nyumbani hapa. Wanataka watuongeze jingine? Au wanataka waondoke tena na huyo kusikojulikana kama ambavyo wengine wameondoka? Inawezekanaje baadhi ya maafisa wa polisi wanasema Heche ni nani kama Polepole tuliondoka naye? Unawezaje kusema kitu kama hicho? Afisa wa polisi unayelipwa na serikali. Hauwezi kusema hivyo. Hizo ni lugha ambazo kwanza zinachafua hata serikali yenyewe. Kwa hiyo tunaomba sana taarifa hii ifikie umma. Sijui kama itafika, lakini ifikie umma kwamba taharuki hii ambayo sisi tunatuliza, na hata sasa ndio maana mmeona tumekusanyika tu kwa haraka tu wachache ili tuweze kutoa hii taarifa. Lakini tungesema hapa kingejaa kijiji, mwisho wa siku tena wangekuja kusema kwamba tumekusanya watu kufanya fujo. Watu wa Tarime ni wastaarabu, ila hawataki kuchokozwa. Wao wanasubiri kama serikali imefanya chochote inachofikiri kwa sababu ina nguvu, basi tutajua kwamba wamefanya hivyo kwa sababu wana nguvu. Sisi mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa ni saa 10 sasa hizi. Saa 10 kasoro. Sasa hizi ni saa 10. Kesho saa 3 asubuhi itakuwa masaa 48 mengine. Nafikiri kwa ajili tu ya ustaarabu, kesho saa 3 asubuhi tutakuwa tumeshaenda hatua nyingine ya pili kama familia, kwa sababu tutaona hili jambo sasa limetushinda. Sasa tukabidhi umma, na kwa sababu umma unajua sisi ni watu ambao hatuna doa, hatuna damu kwenye mikono yetu. Tuna imani tutalilia umma, na Mungu tutamlilia, na umma tutaulilia. Umma sasa utaamua wenyewe tunaelekea uelekeo gani, lakini tunataka ndugu yetu tujue yuko wapi. Kwani jamani, mtu kama ana makosa si anakamatwa kisheria kama alivyokamatwa pale, anapelekwa kituo cha polisi. Ndugu, mnakuwa na haki ya kumuona. Huyu mtu hanywi uji wa sukari, apelekewe uji usiokuwa na sukari. Huyu mtu hali nyama nyekundu, apelekewe chakula ambacho anataka kula. Apelekewe na mtu anayemwamini. Na nataka niwaambie ukweli, Heche hawezi kula chakula atakachopelekewa na polisi wa Tanzania. Tusidanganyane, hata maji hivi hata kunywa. Ndio sababu mimi nimewaambia hata mimi sijara, kwa sababu najua nikila nitakuwa namsaliti yeye. Huwa anakunywa maji kutoka kwa mtu wake wa pili, tena anayemwamini yeye.
Mbona hilo tayari tushaambiwa na viongozi wa dini na watu wengi tu kwamba tuwe nalo makini. Na ni mbinu tu ya kawaida ya kiulinzi katika viongozi jamani. Mnafahamu watu tulionao sio wote wanapenda nchi hii. Pengine wengine wanatamani. Kama mtu anamchukua Polepole ambaye tu anasema kwamba NIDA sijui nini zimeunganishwa pamoja, anaenda naye anakojua. Kesho anatangaza tena eti leseni ya kuendesha gari, sijui nini zitapiga kura. Wakati umemchukua Polepole, wewe unataka mimi nikuaminije? Nikuaminije niache kumwamini Polepole? Kwa hiyo ukweli ni kwamba ndugu yetu hatakula, wala hata kunywa maji kwa wale watu, wala hatafanya chochote. Familia inataka kama yuko kwenye kituo cha polisi, yenyewe ndio ihangaike, mama yuko hapa, mama yuko hapa, wao ndio wahangaike. Akiwaona wao atakubali kuchukua chakula, akiwaona wao atakubali kuchukua maji ya kunywa, na tunajua aina ya vitu anavyokula. Kwa hiyo sisi tunaona